Kwa majina naitwa Pasco Mlapa, ni katibu wa baraza la vijana kanda ya Serengeti. Kanda yetu ya Serengeti ina jumla ya mikoa mitatu, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mara. Hii ndio jumla ya mikoa mitatu inayounda kanda ya Serengeti. Na nataka niwatoe tu hofu kwamba sisi kama kanda, especially nizungumzie mkoa wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga uko imara. Pamoja na changamoto zote tunazozipitia, pamoja na mazee yote tunayoyapata, kweli kuna kesi za ugaidi zimekuwa zikiwakumba vijana. Mfano, kwa mpaka sasa tunavyozungumza hivi, mkoa wa Shinyanga, vijana waliokamatwa kati ya watuhumiwa 18 wa kesi ya ugaidi, kuna vijana zaidi ya 10 kwenye kesi ya ugaidi. Japokuwa kesi nzima imebeba watu 17 mpaka muda huu, akiwemo katibu wetu wa kanda Mheshimiwa Jackson Mnyawani. Ndani ya huo mkoa pia tuna kesi nyingine ambayo iko wilaya ya Kishapu. Kuna vijana zaidi ya 7 waliofunguliwa kesi ya kukusanyika bila kibali, mkusanyiko usiokuwa na kibali. Wale vijana mpaka muda huu tunavyozungumza wako nje kwa dhamana, lakini pamoja na kwamba wako nje, vifaa vyao kwa maana ya simu zao zimeng'ang'aniwa na jeshi la polisi. Lakini hii haiwezi kuturudisha nyuma sisi mkoa wa Shinyanga. Tunaendelea na kuhamasisha vijana mpaka muda huu, japokuwa wahamasishaji wengi wanaohamasisha hili swala wamekamatwa na kubambikishiwa kesi. Ukiangalia kwa mfano wilaya ya Kahama, mwenyekiti wa wilaya ya Kahama Mheshimiwa Maarifa Chagu alikamatiwa Simiyu akiwa kwao. Kakamatwa Simiyu, jeshi la polisi wakasema kwamba wanampeleka kituo cha Gangabilili. Lakini baada ya kufuatilia Gangabilili hatukumkuta. Tulipomkosa Gangabilili tukaagiza wanachama wetu kufuatilia vituo vyote vilivyopo mkoa wa Simiyu. Baada ya kufuatilia tulipofika Bariadi, baadaye tukapewa taarifa kwamba yuko kituo cha polisi cha Bariadi. Tulipompata Bariadi amekaa siku 2, baada hapo akasafishwa akapelekwa Shinyanga. Alipopelekwa Shinyanga amekaa masaa akapelekwa Kahama. Paka muda huu tunavyoongea ni zaidi ya siku 9. Huyu mwenyekiti wa wilaya ya Kahama Bavicha yuko kituo cha polisi cha Kahama na hajafikishwa mahakamani mpaka muda huu. Kwa hiki kinachoendelea ndani ya mkoa wa Shinyanga ni kututisha tu sisi vijana juu ya maandalizi yetu. Lakini sisi vijana wa mkoa wa Shinyanga tunasema kwamba hatutarudi nyuma. Kanda yetu ya Serengeti itakuwa mstari wa mbele kusimamia hili, na mpaka sasa vijana wapo wa kutosha na tumejiandaa vya kutosha. Mfano nataka kuambia tu sehemu ambapo wamemkamata huyu mwenyekiti wetu wa wilaya ambapo ni Kahama, mpaka muda huu tuna vijana zaidi ya 100 ambao wako tayari kwenda Dodoma. Nizungumzie tena wilaya ya Shinyanga, ndani ya mkoa wa Shinyanga. Wilaya ya Shinyanga, mwenyekiti wetu wa Bavicha Masanja Alfredi amekamatwa, yani ukamataji wake ni kama utekaji. Maanake mtu kalala ndani mwake, saa 11 alfajiri jeshi la polisi linakuja kuvunja mlango. Kwa sisi vyote vitu tunaviona kama hivi vitisho tu. Wamevunjwa mlango, yani Alfredi amekamatwa kwa kutekwa. Mlango umevunjwa, akakamatwa, wakatokomea naye. Baada ya kutokomea naye, baada ya ufuatiliaji wa hapa na pale, tukaja kugundua kwamba yuko kituo cha polisi na wao wenyewe wakatoa taarifa kwamba wako naye. Pamoja na hayo yote, haikuturudisha nyuma. Mkoa wa Shinyanga uko imara na mikoa mingine yote iko imara, na tuko tayari kwenda Dodoma, wala hakuna shida kabisa. Sasa mnajipangaje kwa safari yenu, kwa sababu kama vitendo vinaweza vikatokea, kwa sababu kule mnaenda kukusanyika vijana wengi. Sasa mmejiandaaje kuhakikisha kwamba mambo haya hawezi kutokea huko mnakoelekea? Kwanza nimemsikia juzi msemaji wa jeshi la polisi. Alisema kwamba nchi hii kwa sasa wameshajiridhisha kwamba amani ipo ya kutosha. Na hakuna tena vitendo vya ugaidi. Ina maana waliokuwa wanawaita magaidi ambao ni wenzetu wamewapambikizia kesi za ugaidi, hakuna tena ugaidi. Kwa hiyo raia wote waliobakia, ina maana kwamba ni raia wema. Sasa itakuwa ni swala la ajabu sana kama ikitokea tena kamata. Rai yangu kwa jeshi la polisi lisijihusishe na vitendo vya kihuni vya kukamata tena vijana wetu. Sisi tumejipanga kwenda Dodoma. Hakuna sehemu tumeratibu fujo yoyote, na hakuna sehemu tumesema kwamba tutafanya vurugu wala fujo yoyote. Sisi safari yetu itakuwa ni amani na maadhimisho yetu yatakuwa ni amani. Tumelisikia ikitokea mikoa mbalimbali, japokuwa sisi kanda yetu bado halijatukumba. Lakini kama mnafuatilia vizuri, presi zote zilizofanya hawa vijana tumekuwa tukiwaumbua kwa namna moja ama nyingine. Hawa vijana kumekuwa kuna baraza la vijana, kuna baraza la wazee, kuna viongozi wa chama. Hawa wote tumekuwa tukiwaumbua kwa sababu wengi wamekuwa wakionekana walikuwa ni Chauma hawa.
wengi ni viongozi wa Chauma na wengine ni wanachama wa Chauma, isipokuwa wameshinikizwa kuja kumchafua makamu mwenyekiti wetu. Sasa sisi BAVICHA tunasema kitu kimoja, pamoja na kwamba wanamchafua makamu mwenyekiti wetu, sisi tumeshiriki kwa kiasi kikubwa sana kumpambania makamu mwenyekiti pamoja na uongozi wote uliopo. Tunatoa onyo kwa vijana wote wanaoshiriki kwenye huu uhuni wa kumchafua makamu mwenyekiti. Tutashughulika nao na hili hatutawatania, tutashughulika nao. Wito wako kwa vijana ukiwa kama katibu wa kanda ya Serengeti, hususan katika safari ya kuelekea Dodoma? Wito wangu kwa vijana wote wa kanda ya Serengeti, vijana waendelee kushirikisha vijana, wahamasishe vijana kuhusu safari ya Dodoma. Vijana wote wajitokeze kwa wingi. Vijana wasiwe na hofu. Safari hii ni salama kabisa na maadhimisho haya ni salama kabisa, na sisi kama vijana tunakwenda kuweka mustakabali wa taifa letu. Kwa hiyo vijana wajitokeze kwa wingi, wala wasiogope, na tuendelee kuhamasika. Maandalizi yako vizuri na tuendelee na maandalizi mpaka sasa. Target yetu sisi kwa kanda ya Serengeti ni kupeleka vijana 600, kwa maana ya kwamba kila mkoa upeleke vijana 200. Lakini mpaka sasa nadhani tuko ndani ya target yetu. Ndani ya yote mikoa mitatu tuna zaidi ya vijana 600. Kwa maana hiyo mpaka sasa tuna maandalizi ya vijana 600 mpaka 800 ndio tutakawapeleka Dodoma.